Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea kile walichozungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu suala la Ukraine, akisema kwamba Putin anataka Marekani kupitia yeye Trump ailazimishe Ukraine iachane na mpango wake wa vita unaoendelea huko kati yake na Urusi. Trump amedai kuwa mwenzake wa Urusi Vladimir Putin alimwambia kwamba Moscow imekuwa ikijaribu kutafuta suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine kwa zaidi ya muongo mmoja, na kwamba Washington sasa inakaribishwa zaidi kuilazimisha Kiev ikubali suluhu lililojadiliwa. Putin na Trump walijadili Ukraine wakati wa mazungumzo marefu ya simu mwezi uliopita, pamoja na uwezekano wa mkutano mwingine wa ana kwa ana katika siku za usoni. Rais Putin nilizungumza naye wiki mbili zilizopita na akasema tumekuwa tukijaribu kusuluhisha vita hivyo kwa miaka 10. Hatukuweza kufanya hivyo, lakini lazima utulie, Trump aliwaambia watazamaji katika kongamano la biashara la Amerika huko Miami mnamo siku ya Jumatano. Nimesuluhisha baadhi ya mambo haya baada ya saa moja, rais wa Marekani aliongeza, kimaanisha migogoro mbalimbali ya kimataifa anayodai kuisuluhisha tangu aingie madarakani mwezi Januari. Hata hivyo amekiri kwamba kusuluhisha mzozo wa Ukraine imekuwa ni kazi kubwa sana kutokana na kile ambacho kila upande umekuwa ukihitaji. Volodymyr Zelensky wa Ukraine alitembelea ikulu ya Marekani siku iliyofuata katika jaribio la kupata usambazaji wa makombora ya Tomahawk yaliyotengenezwa Marekani ili kupanua uwezo wa Kiev wa kushambulia wa masafa marefu dhidi ya Urusi. Hata hivyo, kushindwa kwa rais wa Marekani Donald Trump hadi sasa katika kutatua mzozo wa Ukraine kunadaiwa kunatokana na misimamo aliyokuwa nayo rais huyo wa Marekani Donald Trump, ambayo wakati fulani imekuwa ikiegemea upande wa washirika wake wa magharibi ambao pia ni wanachama wa NATO, lakini pia wakati mwingine akitazama maslahi kutokana na Urusi. Trump hata hivyo alisisitiza wiki hii kwamba si kweli kuzingatia kutoa Tomahawk na kupendekeza Kiev na Moscow kunapaswa kuachwa, na ndiyo sababu ya kuweza kuachanisha mzozo huu. Rais wa Marekani aliahidi kwa muda mrefu kuwa mpatanishi wa kumaliza mzozo wa Ukraine ambao ulianza na mapinduzi yaliyoungwa mkono na nchi za magharibi mjini Kiev mwaka 2014 na kukua zaidi mwaka 2022. Trump alianza tena mawasiliano ya moja kwa moja na Moscow mapema mwaka huu, lakini mazungumzo hayo pamoja na mazungumzo mapya kati ya Urusi na Ukraine hadi sasa yameshindwa kuleta mafanikio. Rais huyo wa Marekani mara kwa mara ametoa sauti ya kufadhaika akizilaumu Moscow na Kiev kwa mkwamo huo, lakini inatajwa pia kwamba sababu ni yeye mwenyewe kukosa msimamo, huku wakati mwingine akiangalia jinsi watu wa magharibi ambao ni washirika wake wanavyojadili namna ya kumtenga, licha ya kwamba hawakuonyesha dalili za moja kwa moja, lakini pia akihofia juu ya ushirika unaozidi kukua na uliosainiwa wa milele kati ya Urusi pamoja na China, huku baadhi ya wachambuzi wakisema moja katika mipango yake ni kuachanisha China na Urusi na ataweza kupigana na maadui wote kwa wakati mmoja ikiwa atafanikisha hilo. Na moja kati ya sababu inatajwa ni kutokana na kwamba mataifa hayo ni miongoni mwa mataifa makubwa katika uchumi, lakini pia katika teknolojia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.